Ijue haki ya Masadukayo na Mafarisayo. Ijue haki ya Masadukayo na Mafarisayo. Tutajifunza kwa nini ni muhimu kujua haki ya hawa watu. Kwa nini ni muhimu kujua haki ya hawa Masadukayo na Mafarisayo. Pengine kuto kujua haki ya hawa Mafarisayo na Masadukayo kutatusababisha sisi tushindwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tusipojua haki ya hawa Masadukayo na Mafarisayo, itakuwa ni kizuizi cha sisi kuto kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sema amina. Hawa Mafarisayo na Masadukayo ni watu wa namna gani? Ni wakina nani? Hawa Masadukayo na Mafarisayo, haya ni makundi mawili makuu ya viongozi wa kidini na kisiasa katika jamii ya Kiyahudi, ambayo kwa pamoja walipinga au walipingana na mafundisho ya Yesu Kristo. Masadukayo na Mafarisayo ni makundi mawili makuu katika jamii ya Kiyahudi, ambayo kwa pamoja walishirikiana kupinga mafundisho ya Yesu. Sasa kwa nini ujue haki yao? Unaweza kana ukawa ni wafuasi wa Masadukayo na Mafarisayo pasipo kujua, kwa sababu tu huijui nini walifanya. Hujui haki yao ni ipi au haki zao ni zipi. Kwa kuto kujua, unakuta umekuwa mfuasi wao. Katika somo lililopita tuliona, wewe unapokuwa ni kiongozi, unakuwa na mfuasi, unamfundisha yasiyo mafundisho yanayofuata misingi aliyeweka Mungu mwenyewe wote shimoni. Sasa inatakiwa tujue hawa Masadukayo na Mafarisayo walifanya nini ili tusifanye kama walioyafanya. Mafarisayo hawa wao walizingatia sana sheria, walizingatia sana mila zao, walijitenga na uovu kwa sehemu yao. Wakati Masadukayo wao walikuwa ni matajiri sana na walikuwa ni viongozi wa hekalu. Lakini Masadukayo wao hawakuamini katika ufufuo. Unaweza kuwa ni muumini leo, unakwenda kanisani, lakini huamini katika ufufuo. Unakuwa ni mfuasi wa hawa Masadukayo pasipo wewe kujua. Kwa nini wao walikataa? Yani walikataa namna gani ufufuo? Waliukataa namna gani? Hawaamini kiama. Tusome Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura 23 mstari wa 8. Sura 23 mstari wa 8. Ndio. Biblia inasema Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wa roho. Hawa Masadukayo wanasema hakuna kiama wala malaika wa roho. Manake nini? Hawaamini katika Roho Mtakatifu. Manake nini? Hawaamini kama kutakuwa na ufufuo. Wangapi makanisani hawaamini ufufuo? Wangapi makanisani hawaamini kiama? Ndiyo maana tunaishi tukitenda dhambi, kwa sababu hatuamini kama kuna kiama. Na yeyote ambaye amekuwa akienenda vyema kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo, ndiyo huyu anapata kibali cha kuingia katika nchi ya ufalme wa mbingu.
ambako kuna uzima wa milele, ambako kuna baraka za juu sana, ambako kuna neema isiyopimika. Ilifikia wakati wanamuuliza Yesu, kwa sababu mila za Kiyahudi ilikuwa mwanamke ameolewa katika familia fulani, yule aliyemwoa akifariki, kama hajapata uzao na yule mwanamke, alikuwa analithiwa na ndugu wa familia ile. Sasa hawa wanamuuliza Yesu kwamba tulielekezwa na Musa kwamba mwanamke akiolewa, mume wake akifa akiwa kama hana uzao, atatwaliwa na ndugu mwingine. Sasa familia ina ndugu 7. Mwanamke ameolewa na mwanaume wa kwanza, mwanaume akafariki, akabaki ndugu yake mwingine akamchukua, akarithiwa na wanaume 7 katika familia. Kwa sasa kama kutakuwa na ufufuo, huyu mwisho wa siku mwanamke atakuwa ni wa nani? Yaani nyie wote mmefufuka, mlimrithi yule mwanamke, sasa atakuwa ni mwanamke wa nani? Wanauliza maswali ili kuja kuthibitisha wanaoyasema kwamba hakuna ufufuo. Yaani hawa watu, Mungu ahurumie sana. Tusome Marko sura ya 12 mstari wa 18 hadi wa 27. Marko sura ya 12. Marko mtakatifu sura ya 12 mstari wa 18 27. Maandiko yanasema kisha Masadukayo watu wasemao ya kwamba hakuna kiama wakamwendea wakamuuliza na kusema Mwalimu, Musa alituandikia ya kwamba ndugu ya mtu akifa akamwacha mkewe wala hana mtoto, ndugu yake amtwae yule mkewe akampatia ndugu yake uzao. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akamtwaa mke akafa asiache uzao. Wa pili naye akamtwaa akafa, wala yeye hakuacha uzao. Ndiyo. Na watatu kadhalika hata na wote 7 wasiache uzao. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa. Mwisho wa yote yule mwanamke akafa naye. Ndiyo. Basi katika kiama atakuwa mke wa yupi kati ya hao 7? Maana wote 7 ndiyo walikuwa naye. Maana wote 7 walikuwa naye. Yesu akajibu akasemaje? Je, hampotei kwa sababu hii kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana watakapofufuka katika wafu hawatoa, bali huwa kama malaika walioko mbinguni. Sema amina. Amen. Kwa watu wa Mungu, hawa watu walikuwa na maswali kwa mwalimu Yesu Kristo juu ya ufufuo. Kwa sasa kama tunafufuka, inakuwaje? Nani? Wanasahau kwamba katika ufufuo hatutovaa mili kama tulionao leo. Ndiyo maana tutakuwa kama malaika mbinguni tukiimba na kusifu pamoja na Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Sasa kujua haki ya hawa Masadukayo na Mafarisayo kutatusaidia nini, watu wa Mungu? Yesu alisema, ukisoma Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 20, Yesu anasema msipoizidi haki ya Masadukayo na waandishi hamtouona ufalme wa mbingu. Maana yake kuijua haki ya Mafarisayo na Masadukayo ni ili tuzidi
uhaki wa yale walioyafanya ili tuweze kuona ufalme wa mbingu. Tulishajifunza sifa au tabia za raia wa mbinguni. Raia wa mbinguni inatakiwa azidi hii haki ya Mafarisayo na Masadukayo. Tusomee Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 20 mtumishi. Sura ya 5 mstari wa 20 Biblia inasema. Ndio. Maandiko yanasema hapa. Naam. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, itakuwaje? Hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Katika ufalme wa mbinguni. Maandiko yanasema hamtoingia kamwe. Maana yake nini? Ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni inatakiwa tuzidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Sasa inatakiwa tujue haki zao ni zipi. Haki zao ni zipi? Kwa nini tunaambiwa tusipozizidi? Na unawezaje kuzizidi kama huzijui? Sasa inatakiwa tujue haki zao ili katika kutenda kwetu, katika kuenenda kwetu, tuzidi haki zao ili tupate kibali cha kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sema amina. Hawa Mafarisayo na Masadukayo walifanya nini? Hawa hawakuwa watu wa matendo, walikuwa ni watu wa maneno, watu wa kusema sana, kutenda sifuri. Sasa je, ni kweli inatakiwa tuseme tu, tufundishe, tusiyaishi yale tunayofundisha, tusiyaishi yale ambayo tunayofundishwa? Inatakiwa tu tumjue Yesu Kristo, tusijue alitenda nini tutende, ili kuitafuta haki ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hawa waliishia kusema, sio kutenda. Na hawa waliifundisha kweli, lakini hawakuishi katika kweli walioifundisha. Ndiyo ilikuwa shida yao. Sasa maandiko matakatifu yanasemaje? Je, ni kweli na sisi inatakiwa tuseme tu hapa ninafundisha halafu nisiishi yale ninayofundisha? Hapana. Biblia inatuambiaje? Mtumishi wa Mungu Mathayo mtakatifu sura 23 mstari wa 1 mpaka wa 4. 23 1 mpaka 4. Amina. Mathayo mtakatifu Biblia inasema. Amen. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake. Akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao lakini hawatendi. Anasema yoyote watakayotufundisha tuyashike na kuyatenda, lakini kwa matendo yao. Maana yake sikiliza, shika, tenda ulichofundishwa, ila usimfuate anatenda nini. Tumpende Mungu, tukeshe tukimtafuta Mungu, kisha haya mengine alisema tumwachie yeye, atatuzidishia. Ndio maana maandiko yanasema tajiri kuona ufalme wa mbingu ni kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua namna ilivyo vigumu kwa watu hao wenye fedha kumtumikia yeye kwa roho na kweli. Lakini jambo lingine, hawa Mafarisayo na Masadukayo walipuza mambo madogo ya sheria. Yaani kuna sheria walizipuza na kuna sheria walizifuata.
Maana wao walichagua nini wafanye, nini wasifanye. Na unakuta walioyafanya yalikuwa ni yale yanayowafaidisha wao, ila jambo lilokuwa halina faida kwao walikuwa wanalipuza. Ndiyo tunapata walipuza mambo madogo ya sheria. Manake hawa ukawekea mambo makubwa na mambo madogo, wanachagua makubwa kwa sababu wanajua makubwa na faida kwao. Walitoa uzito kwenye mambo madogo madogo, lakini wakapuza kama haki, rehema na amani. Walipuza. Sasa inatakiwa tujue ili tusitende kama walivyotenda. Ukisoma Mathayo mtakatifu mtumishi wa Mungu sura 23 mstari wa 23 mpaka wa 24. 23:24. Ndiyo. Maandiko yanasema viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mbu ni mdogo, ngamia ni kubwa. Sasa unaangalia kaka mbu faida ndogo sana, tupa kule. Yes, hili bana faida ni kweli, kwanza imenona. Hawa watu kwa upuzi huo watashindwa kuona ufalme wa mbinguni kwa sababu ya kupuzia baadhi ya sheria za Mungu. Lakini Mungu anatuambiaje? Yesu anasemaje? Anasema tupuze baadhi ya sheria, anasema tupuze baadhi ya mambo. Yeye anasemaje? Ukiangalia haki katika ufalme wa mbingu ni zile alizozihubiri Yesu, ni zile alizozifundisha Yesu mlimani akiwa na wanafunzi wake. Na ndiyo maana mwisho wa siku anasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha. Maana yake tufundishwe tuweze kulijua neno. Tutakapolijua neno litatusaidia kujua haki ya kuingia katika ufalme wa mbingu. Amen. Yesu alifundisha kwamba hatuwezi kusema kisha tusitende. Inatakiwa tuseme na tutende. Ndiyo maana akasema imani bila matendo imekufa. Kwa nini alisema imekufa? Kwa sababu anajua kuna watu watashika ila wasitende. Tushike na kutenda. Ukisoma Mathayo mtakatifu sura ya 7 mstari wa 21 utapata kwamba kila afanye mapenzi ya Baba ndiye atakayeuona ufalme wa mbinguni. Tusomee mtumishi wa Mungu. Ndiyo. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Aliye mbinguni. Maana yake Mungu anasema tutende, tufanye yaliyo mapenzi yake. Lakini anasema hatuwezi kufanya matendo ili tuonekane na watu. Thawabu haipatikani machoni pa watu, watumishi wa Mungu. Thawabu zinapatikana kwa Mungu mwenyewe baada ya kufanya matendo sawasawa na mafundisho yake. Soma Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 1. Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 1. 6:1 anasema. Anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu mbele za Mungu, kwa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa tunaona watumishi wa Mungu, si kwamba tufanye mambo tuonekane na watu. Mambo kwa mujibu wa maelekezo na mafundisho ya Yesu mwenyewe, ukitafuta neema na thawabu kutoka kitini pake. Lakini nasema hatuwezi kutumikia fedha. Ndio maana akasema usitumikie mabwana wangapi? Wawili. Ni vigumu sana. Ni vigumu sana. Na ukweli ni kwamba kwa mtu asiyemjua Mungu, fedha ina nguvu kuliko Mungu. Yaani ukipata fedha,
usimjue Mungu. Yaani utaona maisha umeyamaliza, kumbe hakuna. Kusoma Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 24. 6:24 inasema, maandiko yanena, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu, na kumpenda huyu. Ama atashikamana na huyu, na kumdharau mwingine. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Watumishi wa Mungu, haya maandiko yako wazi kabisa, ambayo Yesu mwenyewe ndiyo aliyelifundisha kanisa. Hatuna budi kufanya tukitafuta neema na huruma ya Mungu mwenyewe. Lakini tunaonywa juu ya matendo haya yasiyofaa. Tunaonywa juu ya mambo mbalimbali waliofanya hao Masadukayo na Mafarisayo, ambayo yanafanywa na wanadamu katika ulimwengu huu wa leo. Anasemaje? Inatakiwa tutii kwa matendo. Tutii kwa matendo. Usiwe na utii wa kinafiki. Usiwe na utii wa kusema kwamba ionekane hivi, una fake. Hiyo Mungu anatuonya. Ukisoma Yakobo sura ya 14, sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 17, utapata kujua kwamba imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Maana yake nini? Tutii kwa matendo na sio maneno. Lakini ukisoma Yohana mtakatifu sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 6, inasema kuzishika imani zake ni ukamilifu mbele za Mungu. Yaani kushika imani ni ukamilifu mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tutende kwa imani. Na imani tunajua ni baina ya mambo yanayoonekana na yasiyoonekana, si ndio? Yatarajiwayo. Tusiendeende tu, tuangalie usahihi wa matendo yetu mbele za Mungu. Lakini watu wamekuwa na ubinafsi. Unafanya kitu kwa sababu kina faida na wewe. Huo ni ubinafsi. Mungu anakataza. Ukisoma hiyo Marko mtakatifu sura ya 4 mstari wa 22, Mungu anakataza, anatuonya tusiwe wa binafsi, tusiwe na imani binafsi. Hapana. Ndiyo maana unapokuwa mwalimu mzuri ni yule anayetoa material kwa wenzake, kunufaisha wengine. Yaani mwalimu hayupo kwa ajili yake, yupo kwa ajili ya wengine, na anafanikiwa na kuona raha baada ya kuona wale wanaofundishwa na yeye wanafanikiwa kupita kawaida. Tusiwe na ubinafsi, lakini tutii yote yaliyoamuriwa. Tutii yote yaliyoamuriwa. Mungu ametuamuru tufanye yale yaliyotuelekeza yeye, na yote inatakiwa tuyafanye, na hakusema hiki fanya, hiki usifanye. Kwa nini? Kwa sababu katika yeye ndiye kuna nguvu. Katika yeye ndiyo kuna kuona ufalme wa mbinguni. Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 19 mpaka 20. Ndiyo Mungu anatoa agizo kwa wanafunzi wake baada ya kuwafundisha. Mtumishi wa Mungu, Mathayo mtakatifu 28 19 20. 28 19 20. Ndiyo. Maandiko yanasema,
Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama. Mimi nipo pamoja nanyi. Siku zote. Hata ukamilifu wa dahari. Kwa Mungu anatuamuru tuyafanye yote aliyotuamuru kuyafanya. Ni agizo analitoa Yesu kwa wanafunzi wake. Waende wakawafanye mataifa kuwa wanafunzi wake, wakawafundishe kwa kuwabatiza na kuyashika yote aliyoamuru yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukisoma Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 32 anasemaje? Anasema, ndio, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ninyi mkikaa katika neno langu mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Maana tunafarijika sana tunaposikia wimbo tumewekwa huru. Kwa nini? Kwa sababu tunawekwa huru baada ya kuijua iliyo kweli. Na hiyo kweli ndiyo Yesu mwenyewe. Pia tujiepushe na utumwa wa mali na anasa. Yesu anatoa tujiepushe na utumwa wa mali na nini? Na anasa. Kwa nini? Kwa sababu ni vigumu sana kumtumikia Mungu na mali. Ukiwa na mali utafanya anasa za kila namna. Ukiwa na mali utaona chochote umemaliza, na Mungu utamweka pembeni. Sasa tunapewa onyo hapa, tujiweze kujiepusha na utumwa wa mali na anasa. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Mstari wa 9 hadi wa 10. Ndio. Maandiko yananena kwamba lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi. Na tamaa nyingi zisizo na maana. Zenye kudhuru. Zitozazo wanadamu katika upotevu wa uharibifu. Maana shina moja la mabaya ndio ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani, na kuchoma kwa maumivu mengi. Ndio. Kwa tunaona mtumishi wa Mungu, wewe ukiwa na fedha, kuepuka anasa ni kazi sana. Ndio maana Mungu anasema ni vigumu sana kumtumikia Mungu na mali. Hivyo tuweze kujiepusha na utumwa wa mali, kuwa na fedha ili tuweze kumtumikia Mungu, zisikufanye kuwa mtumwa zenyewe na kushindwa kumtumikia Mungu. Na ndio maana narudia, ukiona mtu ana fedha anamtumikia Mungu kwa roho na kweli, watu wa Mungu ni wachache sana. Lakini ukisoma Yohana Mtakatifu sura ya 2 mstari wa 15-17 tunapata ujumbe unaosema tusipende dunia na mambo yake. Tusipende dunia na mambo yake, manake dunia ina mambo mengi ambayo yamekuwa ni chukizo mbele za Mungu. Tusipende dunia na mambo yake. Kwa kumalizia, tunawezaje kuizidi hii haki ya Mafarisayo? Watu wa Mungu, tunawezaje kuizidi hii haki ya Mafarisayo na Masadukayo? Tumejifunza mengi, na ukisoma Mathayo Mtakatifu ya sura ya 5:20 inasema kama msipoizidi hii haki ya Mafarisayo na Masadukayo, hamtaingia wapi?
kwenye ufalme wa mbinguni. Sasa tunawezaje kuizidi? Tunaweza kuizidi kama tutakuwa na rehema ya Mungu inayopatikana katika msamaha. Inayopatikana katika msamaha. Na kwa bahati mbaya, msamaha unapatikana katika toba ya kweli. Katika toba ya kweli. Na bahati mbaya sana, wengi tunafika kanisani saa 5, saa 4. Manake yale maombi ya kujikabidhi mbele za Mungu hatuna. Tunafika kwenye viti, amen. Umeomba tayari, umejikabidhi mbele za Mungu. Ni tatizo. Bwana tuhurumie sana. Tukiwa tujue umuhimu wa kuwahi ibada, unapata nafasi ya kutubu. Unapata nafasi ya kuanguka, nafasi ya kumkaribisha Roho Mtakatifu akuhudumie sawa sawa na alivyopanga yeye. Kisha kuja umechelewa, utakuja una haraka, unakuja una sweat, ukishafika unakosa utulivu, hata somo la kwanza linakupita. Hivi mwalimu alifundisha nini pale? Lakini ukisoma Yohana wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 9, tunaona anasema Mungu hutusamehe na kutusafisha kama tukiungama. Pale tunapoungama ndio Mungu hutoa msamaha wake na kutusafisha. Lakini jambo la pili, tunawezaje kuzidi haki ya hawa waandishi na Mafarisayo? Ni kuwa na nguvu ya Mungu itakayotuwezesha kutii. Ukisoma Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 unasema, ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake bila Mungu hatuwezi. Ni lazima tutafute uso wake. Ni lazima tuitafute rehema yake. Ni lazima tuwe na toba ya kweli itakayotuletea utakaso na kusamehewa dhambi. Hapo ndipo tunaweza kuizidi hii haki ya Mafarisayo na Masadukayo. Bwana Yesu asifiwe sana.